Hello guys. Hi, welcome back to my channel, the Peace Family. I'm so humbled with your great support from my subscribers, and for the new subscribers, receive my hug. This is an amazing channel ever, and if you have anything you want me to share, please kindly let me know. Anyway, I'm so happy for the mighty work you are doing to my channel, and I have good dreams for 1,000 subscribers, which I know God will do something to me. Yeah, and it's soon. It is soon. I believe in God. It is soon. So my team, today we're having our topic, and it's just a continuation for what I was talking about the last day. Yeah, I think I'll put the link down below so that when you tune in, you will get to understand much better. So kindly allow me to read something from my Bible. Okay. Today we are going to read our Bible from Matthew chapter 7. Unaanzia tu pale. Do not judge, or you will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measures you use, it will be measured you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes and pay no attention to the plank in your own eye? Mwanzo nitaimba huu wimbo so that we can continue with our topic. Toa kwanza boriti ndani ya jicho lako, ndipo ukaona kipanzi ndani ya jicho la ndugu yako. Toa kwanza boriti ndani ya jicho lako, ndipo ukaona kipanzi ndani ya jicho la ndugu yako. So guys, maandishi yetu ya leo yanatufunza ya kwamba usije ukamkosoa mtu yule yoyote kwa ubaya, ama usije ukaonea mwingine macho ya kando kwa sababu ya ile kitu ambaye anafanya kwa maisha. Before you judge others, make sure to yourself you are perfect. Yeah. Sometimes in the church we find that people do mess up with their life, especially leaders. We find that hata wale leaders wanapoongoza kanisani, wanapochagua mtu kuwa leader, anasimamia hii kitengo na mwingine anasimamia kitengo kingine, unaona ya kwamba kuna madharau kwenye kanisa. Mungu hataki hayo kabisa. Sometimes watu wanaonekana ni kama huyu hafai kitu, mimi ndio nafaa. That's not good. That's not good at all, cause yeah, penye tu Mungu amekuweka hapo, tulia hapo. Mwanzo before mumchague a rule, ama mwanzo before mumchague afanye nini, achukue hiyo chance, ni Mungu ndio alimteua mwanzo, ndio pia wanadamu wakamteua. Cause yeah, Mungu yuko kila mahali na yeye tu ndio huwa anatulinda. So kindly, mwingine anapokuwa kanisani, labda ana preach na umeona ni kama haupendezwi na neno lake, ama umeona ni kama is like si pastor wenu anakuja kanisani, then we do mess up a lot, cause unaona ni kama mtu anashema, you are not pleased with his or her talk anymore. Yani muna keep on mmesha mcheka, but you know that ukisha cheka mwingine, ama unapofanya nini, unapo judge mwingine kulingana na udhaifu wake, Mungu naye ndiye atakujibu. Yes, hata kujibu, hata kutusi, hata kufanyia neno lolote mbaya, lakini know that Mungu atakujibu. Yeah. Cause kwa familia yako unaweza kosa ule mtu wa kusita sita, na pia kwako kufanya nini kutoke huo msiba. What do you expect to your family? Huwa una-expect aje pia watu waone familia yako? Yeah, as in sometimes pia sisi kama wasichana ama kama wavulana, we usually mess up, especially wakati tunaenda tumekuwa wakubwa, is like we want to give in marriage. Hiyo ni kitu we need to ask for God's favor.
that is. Yeah, usibwagie kwa marriage hivi. Sometimes in life tunapata ya kwamba labda mtu amekuja kwa maisha yako hajiwezi. Ni kijana labda ni kiwete, ama ni msichana labda kiwete, amekutaka kwa marriage, but we keep on resisting because yani labda unaona ni kama huyo mtu hawezi kitu chochote, ama hajaenda shule, ama sababu ya udhaifu wake labda ni kipofu, labda ni kiwete, ama labda ni kale ka short man ama short lady, you don't want. But know that hata ukipata yule mtu strong, Mungu atafanya nini? Atalipa. Is not good labda kiwete anakuja kukukatia na unasema ya kwamba huwa tuna mess up kuambia watu kama hao ni kama umenionaje tu mimi, mbona haujaona hao wengine. We usually mess up. So guys, I like to urge you, don't. Sometimes our blessings ziko kwa hao watu. How you rule them, pia Mungu anabariki uzao wako, na pia Mungu anafanya nini? Anakushughulikia. So tusidharau watu kama hao. Tunaweza wakataa, yes, we find a strong man ama woman, tunaoleka kwao. Hauwezi jua chenye Mungu amekupangia mbele yako. Labda tu huyo mwanaume wako hayuko na udhaifu wowote, lakini how about ikuje kwa familia yako? What do you expect as in ikikuja kwa familia yako? Hao wanadamu wengine watakari aje familia yako? Na wewe kumbuka ya kwamba ulikataa yule kiwete afanya nini? Akuoe, ama mkuwe in a relationship in which Mungu angewainua kutoka hapo. Si lazima mtu akue mtu akikuwa kiwete atafanya nini? Atazaa watoto viwete, no. Yeah. Si lazima. So sometimes we should accept those people in our life. Sasa tukiwakataa na they are part of us, pia ni familia, pia ni wanadamu tu kama sisi. Tuna expect wanadamu wagani watawakubali. Sometimes tunakataa watu short wenye walizaliwa na hiyo udhaifu ya short. Hata kama we ni mubigi kiaje, hata kama we ni unakaaje, it doesn't mean that kama huyo mtu ni mshoti hivyo, ama kama mtu ni kipofu, ni kiwete, so whatever, labda ni bubu. Kwanza watu hawapendi bubu kwa maisha yao. I don't know why. Na ni watu tu walizaliwa kama sisi. Ni vile Mungu sometimes hujui kama Mungu sometimes anataka kutempt aone hii kitu kifanyika hapa, will these people respect? Yeah, so sometimes we should not nikataa watu. They are source of blessings in our life. Unapatanga sometimes labda mwendazimu, tunawaita wendawazimu, wanapopita barabarani. Labda amekuomba ataka kitu, labda umupe, ama mtu mwenye hajiwezi. Unafanya nini? Unamunyima. You don't know. Labda ni Mungu ndiye amemtuma. Sometimes we should accept those blessings to come in our life. Yeah. Unaona ya kwamba labda amepita kwa barabara na we na kicheko yako, haujui unacheka nini. Yeah. Hata kama anafanya kitu kwa gani, try to reason. Yeah. Unapata watu wengine hata badala tu wamama wakae chini wafanye kazi zao, hata unapata mama anasengenya mtu kama wazimu, ama mtu kama bubu anamsengenya. Is not good. Is not good. You are bringing curses to your family kama tu haujui. Na pia to some extent, mtoto wa mtu labda ametoka mahali, kama sasa tuseme sisi wenye tumekuja huku hivi kufanya kazi. There are so many people wanatubeba ni kama kiushenzi. They are like walienda huko kukua malaya. Let me assure you my people, tulikuja huku na even we don't meet with men except the men of the house, na pia hata haturuhusiwi hata kuwasalimia wala kuongea nao. So stop misquoting us, stop misleading your senses, na tusidharau mtoto wa mtu kulingana na penye ako, ama kulingana na vile pesa zenye anapata. Is not good. Yeah. Sometimes hata huwezi jua akirudi hapo nyumbani atakuwa nani na atakusaidia kivipi. So hata ukiadvise mtoto wa mtu, unapoingia kwenye inbox ya mtoto wa mtu, try to talk something that makes sense. Usimkosoe kwa ubaya. Sababu hata kama hata kukosoa, Mungu naye yuko pale. He is usually watching at us. Yeah, on us. Na atakukosoa. Na Mungu akikukosoa anaweza kukosoa ile vibaya sana.
labda na kitu kibaya, ama labda arudishe hiyo shoe ya wewe msichana iende kwa familia yako, ama yule kijana iende kwa familia yako, and you will never like it. So sometimes we have just to, hata kama unaenda kwa advice mtu, step first yenye utakana ufanye, just ask for God's favor. Because sometimes in life unapata ya kwamba labda una advise mtoto wa mtu, ama unaongea na mtoto wa mtu, na huwezi jua kama unaumiza roho yake. Hiyo inakaa kama you are judging him or her. So sometimes we should ask for God's favor. Na hata kama unaona ya kwamba ndio nenda kumkosoa na labda ako na ile roho ya kwenda mbio mbio, unafanya nini? Unaenda pale, hata ukimuadvise, confirm something from the Bible, at least something yenye itafanya nini, itamuguza, na hawezi chukulia kama ni ubaya, ama hawezi chukulia kama ni nini. We should know that sometimes tunabwagia kwa maneno za watu. Wewe labda mtu unaingilia maisha ya mwingine kwa marriage, unamsengenya, hauwezi jua kitanda yenye analalia, kunguni waliomo ndio wanajua. Penye anakaa kwa nyumba yake ni yeye tu na familia yake ndio wanajua. Lakini we usually misquote others. Mtu hata anapopitia mateso kwenye familia, mtu hata anapopitia mateso kwenye marriage yake, unapata wengine wamemkalia wanaongea uchafu. Jua ya kwamba mdomo unaoropoka kwa maisha yako, kama wewe ni msichana ama kama wewe ni kijana, it will definitely come in your life, and it will definitely come. I repeat. Yeah. Cause unapoongelea mwingine mabaya, jua ya kwamba hata kama hata kuongelesha, hata kama ndiye atasikia uchungu lakini ateka moyoni mwake, unapata sometimes we do mess up with the people tunaoongelea mabaya, na hao watu wasiti kutuongelesha, wanakuja wanatuongelesha kila siku, wanakuja tunashare ideas, mbada anakuja tu, ndio ako na hiyo uchungu ndani. Jua ya kwamba God will definitely pay back. Mungu atalipisha. So sometimes tunajua ulimi ni ndogo lakini huropoka mengi, lakini sometimes we need to hold our words. Know what you are talking to people. Know what yenye mdomo wako unatoa nje. Linda mdomo wako, linda hisia yako, na kila kitu kitafanya nini? Kitakuwa shwari. Unapatanga kwa familia sometimes, labda tuko na nini, ndiyo familia tunapata sometimes kwa kama tuseme labda tu matanga ama sherehe fulani imepatikana, unapata ya kwamba watu wanakusanyika pamoja, then wakati labda wa kusoma, tuseme kama kusoma historia ya mtu, unapata ya kwamba familia ya mtu imesoma, yes, lakini wakati wa kusoma historia ya mtu is like mtu anasita, si ati kupenda kwake, ni ile uchungu yenye ako nayo. Lakini kuna siku hadi nika attend funeral, unapata mtu anasema ati hii familia inajifanyanga imesoma, na nini na happen ndio wanafanya nini, wanasita hata kusoma history peke yake. Confirm to your senses. Hata wewe ni kama ni mjinga, akili yako haifanyi kazi. You should ask yourself that question. You should ask yourself that question. Jaribu kuvaa kiatu ya huyo mtu mwenye anasoma history. Is he or is she comfortable? Yeah. So sometimes tujue mahali penye tunafanyia mzaa wetu. Make your boundaries with your tongue. Yeah. Sometimes hata kama umekosa kitu, jiongeleshe we mwenyewe, ama ingia kwa nyumba yako, fanya nini, imba, or rather than umeenda pale nje, it's like unakaa kwa bench, you waste all your time kuongelea mtu fulani. Mungu hafanyi nini? Mungu hafurahi kabisa kabisa kabisa. Tuangalie boundaries zetu. Na unapofanya kitu, hata kama unasengenya mtoto wa mtu, na labda mtoto wa mtu amepata mimba by mistake, wewe na akili yako umeenda pale, is like yani unafanya nini? Unaanza kumsengenya. God will definitely pay back. Heri yeye labda amepata mimba ya mtoto, amevumilia, amezaa,
Lakini jua ya kwamba pia uzao wako unakungoja. Hata kama umezaa watoto wazuri, wameenda huko nje washaoleka, labda umebaki peke yako, know that pia wanazaa, na pia know that pia wako kwa familia. Hauwezi jua maji italose mkondo vipi. So in our life pia sisi tunatakana tujifikirie. Before you charge someone, think about your life. Think about everything that you have did in your life. Na kila kitu kitafanya nini? Kitakuwa sawa. Yeah. We should not. Saa zingine, labda mtoto umefanya nini, umebarikiwa. Mama yako yuko kule nje, anatembea, anaomba, na wewe uko huko umejenga. Hata kama mama yako alikukosea kivipi, hata kama ni mama yako na ni mama mjane, ama mama yule mama wa pili ama wa tatu, it doesn't matter. As long as ulikunywa kikombe chake cha maji, as long as ulivaa kanguo kala alikununulia, hata kama ka 5 bob, ka 10 bob, you should take care of that mother. Mwambie hata kitu ya kumsaidia. Msaidie hata kwa maombi kuliko kumsengenya. Sometimes we do mess up. Unaambia alijifanya kwa baba yangu ama alijifanya kwa mama yangu. Si vizuri kukosoa mtu hivyo. Si vizuri. Mungu anakasirika na sisi kabisa kabisa. Yeah. Tuangalie hisia yetu. Tuangalie maneno ambayo tunatoa kwa midomo yetu. Ulimi yako isikuwe kizuizi cha baraka kwa maisha yako. Isikuwe kizuizi cha baraka kwa familia yako. Measure your temper. Know what you are doing in your life. Know which perspective you want in your life. And everything will be good. Kama unataka maisha yako yaende shwari, ni vizuri ujifunze kunyamaza. Muimbaji wetu aliimba, nifundishe kunyamaza, nifundishe kunyamaza, nisije nikakukosea Mungu. Jifunze kunyamaza. Ni vizuri unyamazishe mdomo wako kuliko utamuke neno na likwaze mtu. Maanake anapokasirika ama anapojiuliza maswali kulingana na neno ambalo umetoa kwa sababu yake, haujui Mungu naye anafikiria nini juu ya maisha yako. Yeah. Si vizuri. Si vizuri. Wewe umeenda kutembelea labda shosho yako, ama umeenda kutembelea nani? Badala tu uende utembelee shosho yako, uende utembelee, unapeleka vita kule. Ama sometimes unapata shosho yako hata ameweka hapo kitu, ama mama yako. Na sababu ya ujinga yako, hata unamuibia pesa ama unamuibia nini. Pia wewe utazaa tu hauwezi. Because what you are doing in this world, definitely Mungu atarudisha kwa familia yako, wala si nje ya familia yako, ama akurudishie wewe mwenyewe. Na pia, sometimes tunaweza pata ya kwamba labda mtu amesingiziwa kuwa mwizi, ama tunapata labda mtu ndio ni mwizi. Sometimes tunaweza fikiria, je, hii kitu ikifanyika kwa mtoto wangu inaweza kuwa vipi? Ndio mnapochoma huyo kijana ya mtu ama huyo msichana wa mtu, mnapomfanyisha vitu yote, mnapomtembeza uchi, wewe unapochukua mawe ukimulinga mpaka anafariki. How about your family? You don't know exactly what is in your family. Sometimes tunatakana tuombe msamaha. Unapobeba ile mawe kubwa ukichapa mtoto wa mtu mpaka anakufa, unaposengenya mtoto wa mtu ama kutoa kitu kichafu kiende overall, kila mtu asikie kuhusu mtoto wa mtu, na mtoto wa mtu akuje aangaike, mtoto wa mtu akuje aumie sababu ya hayo maneno ambayo umesema. Know that kwa maisha yako itakuja. You have to repent. You have to tell God sorry. Hata sometimes unaenda kumwangalia mwenyewe, unaweza sema sorry. Sometimes we find that marafiki wetu wanatuleta kwa msiba, na hata kusema hiyo sorry peke yake hawawezi. Ama labda
rafiki yako amefanya kitu, you are passing a lot, na yeye anakuja kila siku anakuongelesha, yeye kila siku anakuja anakuambia sorry. Anakuambia sorry as if si yeye ndiye alisema, anakuambia sorry as if si yeye ndiye ameanzisha hiyo kitu yenye imeenda overall, kumbe ni yeye. We need to remember that kila kitu unachofanya kwa maisha ya mtu mwingine, everything that you talk besides your friend or besides someone's child or besides somebody else, it will definitely come back to your family, or rather it will definitely come in your life. Ni vizuri kufunga mdomo wako. Kama hauna kazi, enda upumzike, enda hata ulale, kuliko kueneza habari chafu ambayo labda umesikia tu uvumi, na wewe unaanzia hapo ukieneza paka unaangusha mtu wa mtu kwa taabu. We don't need to do that. Hata kama alikukosea vipi, wacha Mwenyezi Mungu afanye nini? Amkosoe, and not you. Wacha Mwenyezi Mungu amkumbushe ni hapa ndio ulikosea mtu, lakini wewe usimjudge. Usije ukamwambia mimi nakulaani sijui nini. Definitely God will make a U-turn in your life. Mungu ataleta hiyo laana, itashika familia yako, itakushika wewe mwenyewe. Labda hiyo maneno yenye anaongea labda amesingiziwa, lakini wanasema nakulaani sababu ya hii, sababu labda vitu zako zimeibiwa, wanasingizia mtoto wa mtu huko, ndakulaani. Haujui, you have not yet confirmed. You have not yet confirmed that he is the one or she is the one. Lakini wewe uko pale hivi ati ndakulaani. Ile maneno nayo iropoka kwa mdomo yako, Mungu naye anaona, na Mungu huwa anapei kila kitu. Learn to control your moods. Learn to control your heart. Learn to control your mind. Learn to control your moves. Learn to control your eyes. Learn to control your feelings. And everything will be good. Learn to judge other people's like the way you judge yourself. And everything will be good. Learn how to be role model in life of people, and everything will be good. Learn to take care of your siblings in the right manner, and your family will always shine. Learn always to obey God's commandment, and everything will be solved throughout your life. Learn to take care of your neighbor's siblings, and everything will shine. Learn how to take care of streets people, and God will rain blessings in your life. Usije mtamkia mtoto wa mtu mabaya. Usije sikiza maneno ya nje na ukaweze kumkanyaga ama ukaweze kumchapa ule mtoto wa mtu mawe, ama ukaweze kumchoma na tairi, ama uweze kushika ile kiberiti unawasha nyumba ya mtu na haujui kilichotendeka. Hata kama mtoto wa mtu amekufia kwa boma ya mtu, hauwezi jua labda Mungu alisema hapo ndio itakuwa mwisho wake. Hauwezi choma nyumba ya mtu hivyo hivyo, yako pia itachomwa. Usije ukabomoa nyumba ya mtu. Usije kuwa kwa ile mwongozo ya kuharibu nyumba ya mtu, sababu haujui ni nini utapata kwa maisha yako. Haujui nyumba yako na itabomolewa na nani. Na ikibomolewa na Mwenyezi Mungu, it will be worse. Hata sometimes tutasema ni mapepo, ama sometimes nitakuja hata wewe mwenyewe uharibike kichwa useme labda mtu ameniroga. I don't believe kama hii dunia kuna urogi. Ni wewe mwenyewe ndio unajiroga wewe mwenyewe. Unapofanya mazingaumbwe kuhusu maisha ya mtu mwingine, ama kuharibu ndoa ya mtu mwingine, ama kuharibu mtoto wa mtu mwingine, know that definitely it will come back. It will come back and it will be tough. It will be tough, I promise.
tujisomee sisi wenyewe. Baba, katika jina la Yesu, hakika wewe ni Mungu. Jehova, ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Ni asante kwa sababu umekuwa karibu na mimi since nilipoanza, Mungu Baba, kupeana huu ushuhuda. Hakika umetembea na mimi hadi vile nimemaliza. Wacha neno lolote nililotoa mdomoni mwangu lisikwaze mtu yule yoyote, ila tulikaweze kuwa la baraka katika maisha ya watu wote. Ninapoongea, Mungu wangu, wacha tu nisikwaze mtoto wa mtu yule yoyote. Ninapotamka maneno yangu, wacha tu yakaweze kusaidia mtoto wa mtu. I believe that you are the Father, you are the mighty and everlasting King, na yote ambayo tunaongea kwa hii dunia ni wewe tu ndio unayetambua. Jehova, tupe mwelekezo thabiti tunapoendelea na huduma yako, ama tunapoendelea kukujua zaidi na zaidi. Pia tulindie familia yetu, tulindie mioyo yetu, tulindie hisia yetu, pia mawazo yetu, na tutabariki jina lako tukisema ni asante. Kila ambaye amekosa mbele zako na amesikiza ushuhuda huu, msaidie Mungu Baba ili akaweze kujinasua kwenye msiba. Msaidie Mungu Baba ili akaweze kuja kwako na akaweze kurepent. Sometimes we sin without knowing, but you are the only Father mwenye unajua ambapo tumekukosea. Mungu wangu, wasaidie na ukaweze kuwahurumia katika matendo yao. Ni machache katika jina la Yesu Baba naomba na hata kuamini. Amen. Asante Yesu. Mkaweze kubarikiwa sana. God love you so much.